Mkutano wangu leo ni mahususi kwa ajili ya taarifa kwa umma juu ya kufanyika kwa tamasha la kitaifa la utamaduni Morogoro. Tamasha la kitaifa la utamaduni Morogoro ambalo linaanza tarehe 25 hadi tarehe 29 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Ni tamasha kubwa ambalo tunalifanya kwa kuzunguka mikoa yote ya Tanzania. Tulianza Dar es Salaam, tukaenda Njombe, tukaenda Ruvuma, na mwaka huu ni Morogoro, na siku zimefika ni kesho kutwa. Hivi ninavyozungumza nanyi tayari washiriki wa tamasha hili wameshaanza kuingia Morogoro. Morogoro imeanza kufurika kwa sababu kutakuwa na watu wengi watakaokuja Morogoro kwa ajili ya tamasha la kitaifa la utamaduni. Kwa hivyo tunawakaribisha sana wote ambao mmepanga kuja Morogoro, mje tufurahie kuutangaza utamaduni wetu, kuitangaza fahari ya nchi yetu, kuitambulisha nchi yetu kitaifa na kimataifa. Ni jambo muhimu sana katika ustawi wa taifa letu la Tanzania. Tamasha hili ni utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kulinda, kuendeleza na kutumia utamaduni wa Mtanzania kama nyenzo ya kujenga maadili, kuimarisha utaifa na mshikamano, na kukuza uchumi bunifu, kufungua fursa za ajira na biashara, na kuitangaza Tanzania kupitia utalii wa kiutamaduni. Kwa mwaka huu tamasha linatarajiwa kuwa kubwa, lenye ushiriki mpana, likiwakutanisha mikoa 26, vikundi 28 vya utamaduni, wasanii 30, wajasiriamali 70, vijana takriban 5,000, taasisi za washirika 70, pamoja na wananchi na wageni ambao tunakadiria kufika 150,000. Kwa ujumla, tamasha litakuwa na shughuli 120, likiwa na maonesho ya vyakula vya asili 100, bidhaa za utamaduni na ubunifu zaidi ya 150, pamoja na fursa za biashara zinazokadiriwa kufika 70. Ujumbe wetu wa mwaka huu ni utamaduni sio burudani pekee, ni utambulisho, ni maadili, ni uchumi na ni fursa. Wote mnatambua kwamba tamasha hili chimbuko lake lilikuwa ni tarehe 8 Septemba mwaka 2021, wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokwenda kwenye tamasha la watani wangu wa Sukuma la Bulabo, akaelekeza kwamba tamasha hili sasa lifanyike nchi nzima kwa mzunguko, ili Watanzania wote mikoani wakumbushwe juu ya utamaduni wao na umuhimu na uadhimu wa utamaduni wao. Tumelifanya Dar es Salaam, tumelifanya Njombe, tumelifanya Ruvuma, na mwaka huu tunafanya hapa Morogoro. Tamasha la mwaka huu limejengwa katika msingi wa kwamba utamaduni ni rasilimali ya taifa. Tunataka Watanzania waujue na kuuthamini utamaduni wao, wajivunie utambulisho wao. Tunataka Watanzania walinde mila, desturi na urithi wa taifa, wajenge maadili mema. Tunataka Watanzania wathamini utofauti wa tamaduni zetu, watambue utamaduni kama fursa ya ubunifu na biashara, na waendelee kujenga Tanzania yenye umoja na mshikamano. Tunataka pia watoto na vijana wajifunze kwa vitendo kuhusu historia, lugha, ngoma, vyakula, mavazi, sanaa, visasiri, visakale na maadili ya jamii mbalimbali. Kwa mtazamo huu, tamasha hili si la kuangalia tu, ni la kushiriki, kujifunza, kubuni, kufanya biashara na kujenga uhusiano. Ndugu zangu waandishi wa habari, mkoa wa Morogoro umechaguliwa kuwa mwenyeji wa tamasha la mwaka huu kwa kuzingatia utajiri wake wa kihistoria, utamaduni, sanaa na vivutio vya utalii. Kwa siku 5 hapa Morogoro itakuwa jukwaa litakalokutanisha watu kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania katika kusherekea utamaduni wetu. Kama nilivyosema, tunatarajia kuona mikoa yote ikishiriki hapa Morogoro. Lakini pia kauli mbiu ya tamasha la mwaka huu inasema hivi: utamaduni wetu, nguzo ya maadili, uchumi jumuishi na utaifa. Karibu AFCON 2027.